Yes, bana mtazamaji wa Biomedia channel popote pale ambapo unatazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana. Bado tuko vyema sana katika kuzikusanya zile taarifa mbalimbali alafu kukuhabarisha kwenye kipaza unamuita official Rose D kama ilivyo kawaida. Mimi leo niko na story ya Baba Levo. Bana, Baba Levo kulipwa milioni 100 na msanii wa kazi baada ya mahakama kubaini kusambazwa taarifa za uongo. Bana, karibu sana mtazamaji wetu. Inawezekana hujaelewa hili kwa undani, lakini kuambia kwamba niko na taarifa hii kabisa na utakwenda kufahamu kwamba nini ambacho kinaendelea. Ni mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam ambako imetoa hukumu muhimu kabisa dhidi ya mwanamuziki wa kazi, ikimtaka kumlipa mbunge wa pale Kigoma mjini Baba Levo takribani fidia ya shilingi milioni 1 baada ya kubainika kusambaza taarifa za uongo ambazo zilidaiwa kumharibia heshima na taswira yake katika jamii na tasnia ya muziki. Uamuzi huo umetolewa tarehe 13 ya mwezi Machi mwaka 2026 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, mara tu baada ya mahakama kusikiliza ushahidi ambao uliwasilishwa na pande zote mbili. Na kesi hiyo bana ilihusu madai kwamba wakazi msanii huyo alitoa taarifa kupitia majukwaa mbalimbali ya mtandao ambazo zilidaiwa kuwa ni za uongo na zenye kumdhalilisha Baba Levo. Sasa kwa mujibu wa maelezo ambayo yalitolewa mahakamani, Baba Levo alidai kuwa taarifa hizo zilimchafua mbele ya jamii na kuathiri hadhi yake kama mwanasiasa, mfanyabiashara na mtu ambaye anahusika katika masuala ya muziki nchini Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mahakama iliweza kubainisha kuwa baada ya kuchunguza ushahidi ambao uliwasilishwa, ilibainika kuwa taarifa hizo hazikuwa za kweli na zilikuwa na madhara makubwa sana kwa mlalamikaji ambaye ni Baba Levo. Na katika hukumu yake mahakama ilisema kuwa vitendo vya kusambaza taarifa za uongo vinaweza kuathiri sehemu ya heshima ya mtu na vinaweza pia kusababisha madhara ya kijamii na kiuchumi pia. Sasa kutokana na hilo, mahakama iliamuru kumpa ushauri na kumpa ushindi mkubwa kabisa Baba Levo katika shauri hilo. Sasa kutokana na uamuzi huo pia mahakama ilitoa maagizo kadhaa kwa mshtakiwa wa kwanza ambaye ni wakazi, na ametakiwa kutoa radhi hadharani kwa Baba Levo kupitia majukwaa yale ambayo alitumia kusambaza taarifa hizo za uongo. Lengo la agizo hilo ni kurejesha heshima ya mlalamikaji mbele ya jamii na kuwafahamisha watu kuwa taarifa hizo zilizotolewa hapo awali hazikuwa za kweli. Lakini jambo la pili, mahakama imeagiza wakazi kumlipa Baba Levo fidia ya shilingi milioni 100 za Kitanzania kama malipo ya madhara ambayo aliyapata kutokana na taarifa hizo za uongo. Fidia hiyo inalenga kufidia uharibifu wa sifa na taswira yake mbele ya umma. 3, mahakama pia imeagiza kuwa taarifa zote zilizotajwa kuwa za uongo ziondolewe kwa mara moja katika tovuti ya mitandao ya kijamii, blog, magazeti na hata katika chaneli zote za YouTube ambako zilikuwa zimechapishwa au kusambazwa. Uamuzi huu umetafsiriwa na wachambuzi wengi kama hatua muhimu katika kulinda heshima ya watu dhidi ya taarifa za uongo ambazo zinasambazwa mtandaoni. Na katika miaka hivi karibuni matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa yakiongezeka kwa kiasi kikubwa sana nchini Tanzania, jambo ambalo pia limeongeza changamoto ya kusambaza kwa taarifa zisizo sahihi au zinazodhalilisha wengine. Kesi hii pia inatoa funzo kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii, wanamuziki, wanahabari na watu maarufu kuwa ni muhimu kuhakikisha wanachochapisha au kusambaza taarifa zinakuwa sahihi na zenye ushahidi ili kuepuka matatizo ya kisheria. Lakini kwa upande wa Baba Levo, ushahidi huu unaonekana kurejesha hadhi yake na kuthibitisha madai yake kuwa taarifa zilizokuwa zikisambazwa zilikuwa za uongo. Na wakati huo kwa upande wake wakazi, hukumu hiyo inaweza kuwa fundisho kubwa kuhusu athari za kauli au taarifa zinazotolewa bila uthibitisho. So kwa ujumla mtazamaji wa Biomedia, uamuzi wa mahakama ya Kisutu umeweza kuweka msisitizo mkubwa juu ya uwajibikaji katika matumizi ya mitandao ya kijamii na majukwaa ya habari, huku ukisitiza kuwa kila mtu anapaswa kuheshimu sheria na haki za wengine katika jamii. Na taarifa hiyo inatamatishwa moja kwa moja. Niambie umepata funzo gani katika hili la msanii wa kazi kulipa fidia ya shilingi milioni 100 takribani za Kitanzania kwa Baba Levo katika kosa ambalo alitenda la kusambaza taarifa ambazo hazikuwa za ukweli dhidi ya Baba Levo.